amekuwa na neno la faraja, neno la hekima, akitutafakarisha juu ya mambo mbalimbali ambayo tunaamua kuyatenda. Uamuzi wowote unapaswa kufanywa kwa kuzingatia matokeo yake na kuwa tayari kubeba matokeo yake. Na hivi wakati mwingine tunasikitikia matokeo, na ni kwa sababu pengine hatuwazi kwa hekima ya kimungu, hatufikiri kwa hekima ya kimungu. Kila mmoja anadhani yuko sahihi, kila mmoja anajiona anauelewa zaidi ya mwingine, na ndio matokeo yake marumbano, mafarakano, magomvi, kuumizana na hata vifo ambavyo tunakuja kusikitikia, kwa sababu kila mmoja anajiona yuko sahihi, na matokeo yake kila mmoja akitafakari anajiona hayuko sahihi, na kila mmoja katika matokeo hayo anakuwa na kitu cha kujifunza na kusikitika na kumrudia Mwenyezi Mungu. Na kama akitokea mmoja wetu haoni sababu hiyo, basi hakuna nafasi ya mtu kujirudi. Katika Injili Kristo anasema juu ya kumfuata. Kumfuata Kristo, kuwa Mkristo, kuwa Mkatoliki, ni lazima upime uwezo wako wa kubeba ule ufuasi. Ufuasi una sadaka kubwa, ufuasi una mateso mengi, na ufuasi unaweza ukadhani kwamba umekosea. Katika magumu mbalimbali tunayokutana nayo, tunaweza tukadhani tunapita katika njia isiyo sahihi. Lakini ukitafakari mbele ya Mwenyezi Mungu, kuna magumu ambayo ni lazima tuyapitie, lakini tukibaki waaminifu na wa kweli kwa Mwenyezi Mungu, ndio maisha pekee ambayo yatatufanya tufurahie maisha na tuone uwepo wa Mwenyezi Mungu katika hali zote. Hivyo ndugu zangu, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atuimarishie utashi, atuangazie akili zetu, atuimarishe katika hekima, na sio hekima ya elimu yetu tunayodhani kwamba ni kamilifu, bali ile ambayo Mwenyezi Mungu anaonekana kuwa ni mpumbavu katika ulimwengu huu, lakini ndio hekima ambayo inamstahilishia mwanadamu kuifikia mbingu. Ndugu zangu, tuendelee kusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ambao katika mwezi huu wa 11 tunawaombea kwa namna ya pekee. Na kama kuna hekima yoyote tunahitaji duniani, ni hekima ambayo itatuongoza sisi tunapotoka kwenye ulimwengu huu kuona uso wa Mungu muumba wetu. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.